ili eneo ni la wananchi. Sawa. Mimi ninaagiza ninyi ambao ni partners wetu katika kufanya maendeleo ya nchi yetu, kampuni ya CCECC kwamba hapa pafanywe clearance. Tunaondoa hizi shrubs zote hizi, tuna kama ekari 2 hapa. Nataka niondoe hizi shrubs zote, mfanye compartment, mshindilie vizuri, mweke njia ya kuingia na njia ya kutokea. Nini nia yangu? Nataka hili iwe ni center ya kulala malori, yasiwe yanapita tu hapa mbio yanarudi. Nataka hapa pakae malori ili kutengeneza uchumi wa watu, chakula cha kila siku cha hawa wananchi wa eneo hili. Mwambie huyu all this area. It's about 2 acres. You have to clear all this area to make sure that you compact the base, and then you just put the roads where access where the road can pass. This is because of the road parking. Okay. Yeah. You will discuss with the consultant. We can follow instruction. Sawa. Fanya hivyo. Kama hajaelewa mtamwambia kwa kiangaza baadaye. Sema kama umeelewa. Yes. And we follow our minister and our employers' instruction to do what we can do. Sawa. Mheshimiwa Waziri, mradi wa ukarabati wa barabara Saunga Rusumo ulisainiwa tarehe 18 Februari 2023 kati ya mtendaji mkuu wa TANROADS na mkandarasi China Civil Engineering Construction Corporation CCECC kutoka nchini China na kusimamiwa na mhandisi mshauri Norplan JV TEPSA chini ya kitengo cha usimamizi wa miradi ya ufadhili TANTIP. Kwa mujibu wa mkataba, utekelezaji wa mradi ni miezi 42 kuanzia tarehe 5 Julai 2023 hadi tarehe 10 Desemba 2026. Gharama ya utekelezaji wa mradi ni shilingi bilioni 295.61 bila ongezeko la thamani, yani VAT. Maendeleo ya ujenzi. Mheshimiwa Waziri, hadi kufikia tarehe 20 Julai 2026, maendeleo ya jumla ya utekelezaji yamefikia 73.97%, huku ujenzi wa kambi za mkandarasi mhandisi mshauri ukiwa umekamilika kwa 100% kila moja. Aidha, hadi tarehe 12 Julai 2026, muda uliotumika tangu kuanza kwa mradi tarehe 5 Julai 2023 umefikia 88.12%, sawa na miezi 37 kati ya miezi 42 ya mkataba. Hata hivyo, mradi una upungufu wa utekelezaji wa slippage wa 10.31 kutokana na tofauti kati ya maendeleo yaliyotarajiwa na 84.28 na maendeleo halisi yaliyofikiwa ya 73.97. Basi meneja wa TANROADS mkoa yuko wapi na msimamizi wa mradi huu? Wote njoeni hapa niwaagize kuhakikisha kwamba taa za barabarani zije haraka sana hapa Benako. Hapa sogeni hapa wananchi waone. Msiogope. Mje hapa mbele kabisa. Si mmewaona bwana? Ninachosema, ninataka kuhakikisha ya kwamba katika senta hii ya Benako hapa pawashwe taa za barabarani sawa na maombi ya waheshimiwa wabunge wenu wakiongozwa na mbunge mwenyeji, lakini na Mheshimiwa Samira na Mheshimiwa Devota na Injinia Mtasingwa wamesema hapa wanataka pangare mahala hapa. Kwa hivyo ninakuacheni kazi hii. Ninaporejea tena hapa kukagua barabara hii, nikute furaha ya watu hawa ya kwamba jambo limekamilika. Hiyo vile vile itapunguza uhalifu ule mdogo ule. Si ndivyo hivyo jamani? Kwa hivyo hii kazi nimekuacheni. Lakini kazi ya pili iliyosemwa hapa, kuna nyumba za wananchi hapa zilizopata majanga kutokana na mfereji au mtaro. Hili jambo mkuu wa wilaya yuko hapa. Samahani Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na kukabidhi timu hii. Fanya nayo kazi, nendeni mkalitazame hilo eneo, wananchi hao wasaidiwe kuhakikisha wanarejea katika maisha yao ya kawaida. Rais Samia ameagiza tabasamu. Si ndivyo hivyo jamani?
kwamba tunapofanya kazi hizi tuzingatie na utu, alafu tuwaache Watanzania na tabasamu. Kote katika miji mnapojenga hizi barabara, mnapoweka mitaro, msisahau vivuko vya wavuka kwa miguu katika ile mitaro. Muhimu sana, kwa sababu hutokea wakati mwingine mtaro ni mkubwa sana, watu wanataka kuingia kwenye kanisa, watu wanataka kuingia kwenye msikiti, watu wanataka kuingia madukani, watu wanataka kuingia mashuleni, hawawezi, sharti watembee umbali mrefu wakaitafute namna ya kuingia huko. Hiyo hapana, lazima muwatengenezee vivuko waweze kupita, wafurahie barabara yao. Hapa Benako kutakuwa na njia za watembea kwa miguu pia, wapate na njia za watembea kwa miguu ili kusudi wasiende barabarani. Watoto wanapotoka shuleni wapite pembezoni, wakae mbali na barabara ili kupunguza ajali katika hii barabara kubwa. Mengine yote ikiwemo na shukrani zilizotolewa na mbunge wenu kwa hisia kubwa sana alizoeleza namna ambavyo watu wa huku Ngara mlikuwa mkitaabika kwa kipande hiki cha barabara ambacho serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa, imefanya kazi ya kimungu, imefanya kazi ya kiutumishi, na leo watu wa Ngara mmeonesha kwa hisia shukrani yenu kupitia mbunge Doto Bahemu ya kwamba Ngara sasa mtapanda magari yaliyo mazuri na ile kadhia iliyokuwa inawapata bye bye.